Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, wana uhali gani mtazamaji wa JNDR Mtita TV, rafiki namba moja burudani pamoja na michezo. Na kusalimu kwa jina la Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Jina langu naitwa Christopher Beda Mwana Janduro. Nyuma ya kamera ni director AP Classic Wear. Kushoto kwangu ni mchambuzi Ramadhani Mbwaduke. Niko naye hapa kuzungumza mawili matatu juu ya maendeleo ya soka nchini Tanzania na maendeleo mbalimbali, matukio mbalimbali ya soka. Na hapa ndio rafiki namba moja burudani na michezo, na hakikisha kwamba angalau kwa masaa 24 unampata Ramadhani Mbwaduke akikupa data zake zile ambazo tunatamani kuzifahamu. Na moja kwa moja najiunga naye hapa. Kaka kwema? Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Mimi niko vizuri. Uko salama kabisa? Kabisa, namshukuru aliyetumba. Niko vizuri. Na mimi pia niko sawa sawa. Basi jambo jema. Natamani tuanzie hapa kwa upande wa wananchi Young Africans. Wanahusishwa kwenye tetesi za usajili na mchezaji kutoka ASEC Mimosa. Huyu si mwingine ni Koimizo Maiga. Natamani kidogo kwa upande wako mzee wa data katika hili, angalau na wewe utupe mawili machache juu ya mchezaji huyo. Jambo la kwanza, sina uhakika kama tunataka kusema mwenyewe ni tetesi. Mimi pengine na wengi wa Tanzania wafuatiliaji wa mpira wa miguu, ili kuwa na uhakika juu ya hilo, taarifa zitoke rasmi kwenye peji za Yanga, taarifa rasmi zitoke kwa klabu ya Yanga, idara ya usemaji na mawasiliano kwa umma chini ya Alikamwe, viongozi, au basi kwenye klabu hiyo iliyotoka kuhitaji ni ASEC Mimosa, si ndio ipo? Basi na wenyewe waseme, au management ya mchezaji mwenyewe huyo Koimizo Maiga, jina lake kamili ni Koimizo Abdul Majid Abbas Maiga, zitoke kwake. Lakini binafsi sijawahi kusikia popote kutoka kwenye mamlaka hizo zikimzungumzia huyu Maiga kujiunga na Yanga. Lakini kama ujuavyo, ligi inaelekea mwishoni mwa msimu. Tetesi zimekuwa ni kitu cha kawaida katika kuelekea kipindi hicho. Wakati mwingine tetesi wa kweli, nyingine uishie hewani, kwa sababu pindi mchezaji anapotangazwa rasmi na klabu husika, iwe anayotoka au hiyo inayohusishwa kwamba anakwenda, maana deal ishakamilika kila kitu, ndipo anatangazwa. Kwa hiyo wakati mwingine tetesi huwa zina ukweli, lakini ni mchakato ambao hujakamilika. Kwa hiyo ishangazi kwamba inafikia mwisho wa siku msimu wa usajili unafika, lakini huyo mchezaji anaweza asiwe katika klabu anayohusishwa. Wakati mwingine ni kweli, lakini ambacho tunaweza kujadili ni kwamba huyu Koimizo Abdul Majid Abbas Maiga ni kiungo, kiungo ambaye uraia wake ni wa Ufaransa, ingawa anacheza ASEC Mimosa ya kule nchini Ivory Coast. Yeye ana uraia wa Ufaransa na amekulia katika academy ya miongoni mwa klabu maarufu kule nchini Ufaransa ya Saint-Etienne, ndiko ambako amekulia ukiangalia vizuri historia yake. Na ni mchezaji wa kiungo katika mfumo wa klabu ya ASEC Mimosa hivi sasa chini ya kocha Julia Chevalier. Huwa ni baada ya golikipa ni walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yani ni kama mfumo mama wa Yanga chini ya kocha Hamdi Melud, hata watangulizi wake akina Ramovic, akina Miguel Gamondi, akina Nasreddin Nabi. Yanga huu ni mfumo mama wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, watatu shambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Ingawa ni mfumo ambao huwa unanyumbulika kulingana na mwenendo wa mechi, kulingana na aina ya mpinzani unayekutana naye. Sasa yeye ni kiungo katika wale wawili wale ukabaji. Yani kwa lugha nyingine, fikiria kuhusu kikosi cha Yanga katika nafasi ya viungo wawili pale, inamaanisha unahusisha mahala anapokuwa Mudathir Abbas pamoja na Khalid Aucho Doctor, au anapokuwa Juka Abuya na Mudathir, au Juka Abuya na Aucho, au Mkude Jonas Nungunungu, Sure Boy. Eneo hilo ndilo ambalo yeye huwa anacheza, na mara nyingi anapocheza ni eneo analocheza Khalid Aucho Doctor, kwa sababu katika wale viungo wawili wa ukabaji wa Yanga wa kushoto huwa ni Khalid Aucho Doctor. Pindi anapokuwa fiti timamu wa kiafya, mara nyingi mabenchi ya ufundi ya Yanga kwenye kati tofauti, kwa walimu wanatoka kuwataja, akiwemo Hamdi Melud kwenye first 11 huwa Khalid Aucho Doctor, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, akiwa fit ni miongoni mwa manahodha katika timu ya taifa ya Uganda. Yeye ndo huwa anacheza kama left sided mid, ni kiungo wa ulinzi wa upande wa kushoto, na ndiye ambaye sio box to box. Mwenzake ndo anakuwa box to box. Hapa anaweza kawa Mudathir Abbas, anaweza kawa Juka Abuya, anaweza kawa Sure Boy, yeyote. Sasa yeye Aucho cheza yake huwa anabaki nyuma kulinda ukuta huu wa walinzi wanne, halafu mwenzake, kwa mfano nazungumzia hapa Mudathir Abbas, yeye ndo box to box. Wanapoenda kushambulia, Mudathir Abbas anakwenda mbele kuungana
na namba 10 wao hapa tunazungumzia Stefan Azizki au yeyote anayecheza katika eneo hilo, akiungana pia na kina Peodo Pakomzuzwa, Maxim Pianzengeli au Clement Mzizi na mshambuliaji wao kinara. Wanaposhambuliwa huyu tunasema box to box, kwa maana kwamba aenda box la mbele na nyuma, anarudi kuja kuungana na Aucho na walinzi wao katika kuhakikisha wanaendelea kwa salama. Sasa haya majukumu anatekeleza Aucho. Kama unamuhusisha Koimizo Maiga, maana yake ondoa Aucho mweke Maiga, ndo nafasi anayocheza, ndo roles, majukumu anayotekeleza katika klabu ya ASEC Mimosas. ASEC Mimosas hivi sasa katika ligi kuu ya Ivory Coast iko nafasi ya 3. Ndio timu imeruhusu mabao machache sana, mabao 18 na kuliko timu nyingine zote. Miongoni mwa wale wanaofanya katika baadhi ya mechi wafanye vizuri kwenye kushambulia na kuzuia, basi huyu Koimizo Maiga ndiye miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana. Umri wake ni miaka 24. Na katika michuano ya kombe la shirikisho ambayo ASEC Mimosas walitolewa na RS Berkane katika hatua ya nusu finali, kabla robo finali, kabla ASEC Mimosas kabla RS Berkane kwenda kucheza katika mechi dhidi ya CS Constantine kama tunakumbuka vizuri, na hatimaye kufuzu kwa finali. Kwenye safari yao dhidi ya ASEC Mimosas ya robo finali, Maiga alicheza mechi zote mbili. Mechi ya kwanza kule kwao Ivory Coast walifungwa 1-0. Mechi ya pili walicheza Morocco walifungwa 1-0. Yote 9, ambapo tunazungumzia performance ya timu nzima ya ASEC Mimosas ambayo kwa ujumla ilipoteza 2-0. Lakini kwenye mechi hizi zote mbili, hasa mechi ya kwanza, Koimizo Maiga aling'ara sana. Na bila shaka kama Yanga kuvutiwa, basi eneo mojawapo alivutiwa ni katika mechi dhidi ya RS Berkane iliyochezwa Ivory Coast ambayo walifungwa 1-0. Lakini katika wachezaji waliong'ara sana eneo la kati ni pamoja na yeye akiwa anacheza na yule, kuna mchezaji Kamara Isof, ndo ambao wanashika pale kati. Ni maeneo ambayo miaka ya nyuma walikuwa wanacheza kina Esis Aka alikuwa anacheza na Mohamed Zugrana, lakini leo hii pale ndio yupo Koimizo Maiga pamoja na huyu Kamara, ndio wanaoshika nafasi Kamara Isof. Sasa yeye katika mechi kwa mfano dhidi ya RS Berkane, kama yeyote aliangalia mechi hii utamkuta alikuwa anafanya wajibu wake mzuri sana katika kuhakikisha eneo lao linakuwa salama, lakini kwenye build up, kwenye ujenzi wa mashambulizi inapoanzia nyuma, basi kwenye progression mpira unapopita pale kati kwa ajili ya kupelekwa kwenye eneo la ubunifu na hatimaye kwa washambuliaji wao, yeye alicheza vizuri sana katika kufanya connection na kina Diarra Soba. Katika eneo hili, eneo la kati kwenye mechi dhidi ya RS Berkane ambayo wao umiliki wa mpira ulikuwa zaidi kwa RS Berkane, lakini ili eneo la kati yeye alicheza vizuri sana ambako mpira ulichezwa kwa 46%. Binafsi peke yake aligusa mpira mara 70 kuonyesha namna gani tunaita game involvement, kuhusika kwake kwenye mchezo. Lakini miongoni mwa sifa ambazo bila shaka kama ni Yanga kweli wanahusishwa watakuwa wamevutiwa naye ni namna anavyo execute, anatekeleza hayo majukumu kama kiungo ukabaji wa upande wa kushoto, eneo ambalo Khalid Aucho Doctor nimetoka kuelezea amekuwa akifanya vizuri. Lakini tunajua Khalid Aucho Doctor ameshacheza mechi nyingi sana, yupo miaka 30 plus, ashacheza ligi kuu ya Uganda, ashacheza ligi kuu ya Kenya, ashacheza Misri, ashacheza India, ashacheza Afrika Kusini. Yanga kwenyewe amekuwa kwa miaka kadhaa hivi sasa amekuwa akifanya vizuri. Matokeo yake wakati mwingine Yanga inamkosa kutokana na injuries, lakini wanahitaji mbadala ambaye Aucho akikosekana basi anatoa huduma ile ya Aucho, ikiwa pamoja na migongano ya kimbinu, lakini pia kutoa pasi ndefu. Wakati mwingine pasi moja inakatiza katika mistari ya timu pinzani kwenda moja kwa moja kwa washambuliaji wao. Sasa Koimizo Maiga, nimetaja hizi sifa za Aucho baadhi, yeye ni miongoni mwa wapambanaji wazuri na ni watoaji wazuri wa passes. Kwenye mechi inayohitaji kama mfano dhidi ya RS Berkane iliyocheza kule Ivory Coast, kugusa kwake mipira 70 kuliambatana na utoaji wa pasi 63, halafu zikafika pasi 58. Ukipiga kwenye mahesabu, maana ufanisi wa pasi, tunasema passing accuracy, ilikuwa 92%. Excellent, kwa sababu mpira haipotei kwake kwa namna hiyo. Lakini sio hilo tu, alitoa pasi ndefu ambalo ndio jukumu la msingi sana katika kufanikisha safari ya timu yake inaposhambulia, kupiga mipira inayovuka mistari ya kiulinzi, tunasema defensive splitting passes, zile ndefu. Lakini wakati mwingine passes zinazoitwa crossfield passes, ya kutoka upande mmoja mpaka kwenda mwingine, alipiga pasi 13 za namna hiyo, yani zile ndefu. Kati ya zile pasi nimekwambia 63 zimefika 58, pasi 13 alizipiga kwa marefu yake, long passes. Zilizofika ni pasi 10 ambao ni ufanisi wa 77% wote player. Lakini sio hilo tu,
kuna kitu naita tackling kama sehemu ya kipimo cha kiulinzi. Alifanya tackling 1 kwa mafanikio katika eneo lake, lakini vile vile alifanya interceptions 2, yani kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana mchezaji mmoja timu pinzani kwenda kwa mchezaji mwingine, au mchezaji wa timu pinzani jaribu kudribble, unawahi, anapojaribu kudribble unawahi, unachukua mpira, unamzidi maarifa, au anapotuliza tu umefika umechukua mpira. Alifanya mara 2 kwa mafanikio. Lakini kuna clearances, wakati mwingine unatakiwa uondoshe mpira, uubutue, kuutoa katika eneo hatarishi ili lango lenu liwe salama. Maiga alifanya mara 2 kwa mafanikio. Alikuwa kwenye migongano pale kati na kina Mehri, eneo lile la kati la ambako RS Berkane wanalitegemea sana. Alikuwa vizuri katika siku hii. Wakati mwingine mpaka anaenda kugongana na walinzi wao pindi wanapoenda kupush, wanaposhambulia. Alicheza vizuri sana. Kwa ujumla miongoni mwa mechi ambazo alicheza ni pamoja na hii. Lakini nyingine walicheza tena na RS Berkane. Mechi ya pili ambayo pia walifungwa 1-0, ambayo yeye alitoka katika dakika 75 na kufanya kwa ujumla kwenye michuano ya kombe la shirikisho acheze dakika 165. Uwezo wake wa namna ya kusoma mashambulizi kupitia eneo la kati la timu pinzani ni miongoni mwa mambo ambayo pengine yanavutia wengi ikiwamo Yanga. Lakini pia umri wake miaka 24, utimamu wa kimwili, namna anavyomudu migongano kama kiungo wa kutokea upande wa kushoto katika wale wawili, naona ndio maana anahusishwa, kwa sababu Yanga kwenye ukwasi wako vizuri kwa maana rasilimali fedha, lakini wameshathibitisha hivi karibuni wachezaji wanaotoa Ivory Coast wamekuwa wakifanya vizuri. Ukiondoa majeraha, kwa mfano Kwasi Atula yao beki 2 amekuwa katika kiwango bora akiwa uwanjani. Unazungumzia Stefan Aziz Ki, mchezaji kimataifa Burkina Faso, walimtoa kutoka Ivory Coast akiwa MVP, mchezaji bora ligi kuu Ivory Coast. Pedro Pacome wamemtoa huko. Simba hivi sasa MVP wa msimu uliopita ligi kuu Ivory Coast, Jashaua, anafanya vizuri. Haishangazi kuona mchezaji kama huyu Koimizo Maiga wa ASEC Mimosas, mchezaji alipata nafasi ya kucheza katika mechi muhimu za kombe la shirikisho hatua robo finali dhidi ya RS Berkane, zote 2 kuhusishwa na Yanga kwa sababu amekuwa katika kiwango kizuri kwenye mechi hizo, hasa ile ambayo walicheza kule nyumbani Ivory Coast, nyumbani kwao wakafungwa 1-0. Sasa kwa sababu Khalid Aucho Doctor amekuwa kwenye kiwango kizuri sana, lakini hivi karibuni baadhi ya mechi anakosekana kutokana na majeraha, kwa kile kilichotoka kueleza kwamba ametumika sana, basi haishangazi kuona mchezaji kama huyu akihusishwa na Yanga ambayo imekuwa ikishiriki michuano mingi kwenye kila msimu. Ligi ya mabingwa barani Afrika hata msimu ujao tayari wana uhakika. Ligi kuu Tanzania bara watahitaji kuendelea kutetea taji kila msimu. Yani misimu 3 wameshachukua. Msimu wao wana uhakika maana msimu hujakamilika, lakini hiyo hawajachukua, lakini la msimu ujao watalihitaji tena. Kombe la shirikisho la benki CRDB wamechukua mara 3 mfululizo. Msimu huu wanalifukuzia tena. Michuano ya kombe la muungano, michuano ya mapinduzi, mechi za kirafiki, mechi za kimataifa za ligi ya mabingwa barani Afrika na kadhalika. Utahitaji wachezaji ngangari akiwemo huyu Koimizo Abdul Majid Abbas Maiga, raia wa Ufaransa. Mzee wa data, naona umemzungumzia kwa undani na kwa mazuri zaidi mchezaji huyu. Nilikuwa natamani kufahamu kidogo. Vipi mchezaji huyu, changamoto zake ni zipi? Changamoto zinaweza zikawepo kadhaa, kwa sababu hakuna mchezaji ambaye duniani unamkuta 100% yuko kamili. Huyu changamoto za haraka ambazo naweza kusema kwa kuangalia stats, takwimu, ni pamoja na ukweli kwamba ASEC Mimosas kwenye kombe la shirikisho peke yake kutoka hatua makundi mpaka robo finali 2 walizocheza dhidi ya RS Berkane wamecheza mechi ngapi? 8. 6 hatua makundi, 2 za robo finali. Huyu mwamba kacheza mechi 2 tu. Kwa nini? Umeshaona? Yani katika mechi 8 kacheza mechi 2, zile za robo finali dhidi ya RS Berkane. Zile 6 alikuwa wapi? Bila shaka Yanga technical bench na wale wanaohusika katika usajili watakuwa na majibu, kiasi ya kwamba isiwe kikwazo cha wao kumsajili. Kwa sababu katika mechi 8 kwa nini acheze 2? Maana inawezekana Mos labda alikuwa na majeraha, pili labda alikuwa mridhishi mwalimu, lakini changamoto nyingine ni kwamba katika baadhi ya mechi sio zote anang'ara sana. Hizi mechi dhidi ya RS Berkane, ya kwanza nimekwambia alicheza vizuri sana. Ya pili ilimpalia, alikuja kutolewa dakika 75 akaingia aliingia Romaric Asu baada yeye kutolewa dakika 75 akiwa. Nimekwambia mechi ya kwanza alipiga pasi ndefu 13 zikafika 10. Ufanisi wa 77%. Mechi hii ya pili dhidi ya RS Berkane alipiga pasi 2 tu ndefu mpaka dakika 75. Alafu iliyofika 1. Umeona? Kwa hiyo ina maana mechi hii ilikataa. Labda alikuwa na noka na majeraha kujificha au kazidiwa mbinu pale kati. Sasa hizi nazo ni baadhi ya changamoto ambazo
Ukiwa katika timu kama Yanga inahitaji wachezaji kila siku, kila mechi waonyeshe kiwango bora katika kila mechi. Mashabiki wa Yanga wanataka kila siku wafanye vizuri, wapate matokeo chanya. Leo unaweza kufanya vizuri na kesho ukafanya vizuri, ukafanya vizuri mechi 8, mechi 2 ukizingua wanakugeuzia kibao. Kwa hiyo hii inaweza kuwa changamoto kwake kwa hiki ambacho kinaonekana kule katika klabu ya ASEC Mimosas. Kingine labda itakuwa masuala ya lugha ambayo itabidi aje azoee, maana wenzake wamefika hapa wamezoea kina Aziz Ki sasa hivi wanaongea mpaka Kiswahili na amekuwa shemeji, ameoa hapa nchini. Ni changamoto ambazo nyingine zinatatulika na bila shaka Yanga watakuwa wameangalia yote hayo, lakini kubwa naona kana kwamba ana mengi chanya kwa sababu tu ya makozi yake ya mpira wa miguu huko Ufaransa, ambako pia kunatengeneza maswali. Amekulia Ufaransa, Saint-Etienne, anacheza ASEC Mimosas, anakuja Yanga. Wasifu huu wote miaka 24, anakusaje timu za Ufaransa hata daraja la pili? Kwa nini aje huku? Kulikoni? Hiyo inaweza kawa labda kuna kachangamoto ambacho bila shaka Yanga watakuwa wamefanyia kazi, na kama kweli atatua Yanga watakuwa wamepima, wameona mazuri yake ni mengi kuliko hizi changamoto. Maana tusisahau kwamba tunamjadili hapa ni tetesi, hakuna taarifa zozote rasmi kutoka Yanga ama kwenye mamlaka rasmi kwamba Koimizo Abdul Majid Abbas Maiga atatua Yanga. Unajua msingi wa Yanga katika kushambulia, katika kuzuia, sehemu moja wapo nitegemea ni pamoja na eneo la kiungo cha ukabaji. Hapa tunazungumzia alipo Aucho, alipo Mudathiri Abbas, alipo Shuaboy, alipo Jonas Mkude Nungunungu, alipo Zuka Buya. Ni kwa sababu ni eneo ambalo kwenye kushambulia lina connect vizuri, ndio maana Yanga katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa washafunga mabao mangapi? 68 katika mechi 26. Lakini kwenye kuzuia Yanga mpaka sasa wameruhusu mabao 10 katika mechi 26. Yaani kwa lugha nyingine, dakika walizocheza 2340 kuruhusu mabao 10, maana yake wanaruhusu bao kwa wastani wa kila baada ya dakika 234. Ni safu imara ya ulinzi namba 2 katika ligi baada ya Simba ambao wao wameruhusu mabao 8 lakini wamecheza mechi 22. Yanga mechi 26 wameruhusu mabao 10. Ulinzi huu ni kutokana na support ya kutosha kutoka katika eneo lao la kiungo kwa kina Khalid Aucho Dokta. Umeshanielewa vizuri? Vizuri. Tunapozungumzia Yanga inafunga sana mabao, Yanga inazuia sana kwa mizania sahihi. Eneo linalotunza hii mizania ni eneo la kati hapa alipo Khalid Aucho Dokta, alipo Mudathiri Abbas. Wanaposhambulia, Mudathiri anaenda kuongeza nguvu, kuongeza idadi, Yanga wanakuwa wakali zaidi. Wanafunga kutoka kushoto, kutoka kulia, kutoka kati. Wanapozuia, Yanga ukuta wao wa mabeki 4 unakuwa na ongezeko la mmoja wapo katika viungo ambaye ni Khalid Aucho Dokta, ambaye ana city back, anaungana nao 4, wanakuwa 5 kwa haraka kimehesabu kwenye makaratasi pamoja na kipao. Ukipata support pia kutoka kwa mawinga wao ambao wanashuka pia kusaidia, ndio Yanga wanakuwa imara katika kuzuia. Sasa wachezaji wa eneo hilo, sifa moja wapo lazima wana nishati ya kutosha. Huyu Koimizo Maiga anao nishati ya kutosha. Lakini Yanga miongoni mwa wanawashinda wapinzani wao ni pamoja na ukweli kwamba kwenye eneo la kiungo cha ukabaji upande wa kushoto, Aucho ni left footer. Kwa hiyo wanakuwa na uimara zaidi wa namna kuinyumbulisha mipira kushoto na kulia. Huyu Koimizo anacheza upande wa Aucho. Maana yake ni eneo lingine imara ambalo haishangazi kuona wananchi Yanga wakihusishwa na huyu bwana Koimizo Abdul Majid Abbas Maiga. Kushukuru sana. Shukrani jazilan. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.